Christianity Ukristo starts in your house. inaanza kwako nyumbani. Christianity Ukristo does not start in church. hauanzi hapa kanisani. It starts in your house. Unaanza kwako nyumbani. The Bible says Biblia inasema you will be blessed utabarikiwa when you go out, wakati unatoka and you will be blessed na utabarikiwa when you come in. wakati unarudi. It means Maana yake you start blessings unaanza baraka in your house. ndani ya nyumba yako. So when you go out, Wakati unatoka it means you go out with blessings. inamaanisha umetoka na baraka. He who was and is to come, I'll sing before his throne forever, forever. I will praise the Lamb of God who sits upon We want to read two scriptures. Tunataka tusome maandiko mawili. Scripture number 1 Andiko la kwanza is in 1 Samuel iko katika Samueli wa kwanza chapter 10 sura yake ya 10. verse 7. I read, let it be when these signs have come to you that you do what is appropriate for the occasion, for God is with you. Now, let's go to 1 Samuel, that same book, Twende katika kile kitabu tena chapter 28, sura yake 28. verse 7. Then Saul said to his servants, seek for me a woman who has a familiar spirit, that I may go to her and inquire of her. His servant said to him, behold, there is a woman who has a familiar spirit at Endor. Saul disguised himself and put on other clothing and went, he and 2 men with him. And they came to the woman by night. Then he said, please consult for me by the familiar spirit and bring me up whomever I shall name to you. The woman said to him, behold, you know what Saul has done, how he has cut off those who have familiar spirits and the wizards out of the land. Why then do you lay a snare for my life to cause me to die? Saul saw to her by Yahweh, saying, as Yahweh lives, no punishment will happen to you for this thing. Then the woman said, whom shall I bring up to you? He said, bring Samuel up for me. Father, we thank you this morning. Baba, tunakushukuru asubuhi ya leo. Thank you for your presence in this place. Asante sababu ya uwepo wako mahali And hapa. thank you for the word you're about to share. Na asante kwa sababu ya neno ambalo tutaenda kushika. Speak to us in a special way. Nena nasi katika njia special. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Amen. Now, the subject we are discussing this morning is entitled, Writing History with God Demands Spiritual Discipline. Somo letu asubuhi ya leo ni kwamba kuandika historia na Mungu ya kupaswa ukuwe na nidhamu ya kiroho. I repeat again. Narudia tena. Writing history with God demands spiritual discipline. Kuandika historia na Mungu ya kupaswa uwe na nidhamu ya kiroho. Samuel said to Saul, Samueli akamwambia once Sauli, these signs are fulfilled, do whatever your hand finds to do, for God is with you. ya kwamba ishara hizi zote zitakapotimia, basi fanya chochote ambacho mikono yako itapata kufanya, manake Mungu yuko pamoja na wewe. What are the signs? Basi ishara hizi tunaongea juu yake ni nini? You know that Saul met Samuel when he was in search for the donkeys of his father that were lost. Unajua kwamba Sauli alikutana na Samueli wakati ambapo alikuwa kule akitafuta punda wa baba yake ambao alikuwa amepotea. After meeting, Baada ya kukutana na yeye, they ate together walikula pamoja and Saul slept there. na Sauli alilala kwa Samueli hiyo siku. And you know, Samuel was living at Ramah somewhere there. Na unajua Samueli alikuwa anaishi kule Rama. Now, the next morning, Asubuhi yake Samuel said, okay, I want to accompany you. sasa Samueli akamwambia kwamba sasa nataka niende nanyi. So they left. So wakatoka, There were 3 of them. walikuwa watatu You have Samuel, na Samueli,
You have the servant of Saul kuna mtumishi wa Sauli and Saul himself. na Sauli mwenyewe, 3 people. watu watatu. So they were walking. Sasa wakawa barabarani, You know those small roads of unajua those tule days. tu barabara ya kijijini. As they were walking, Vile walikuwa wanatembea, Samuel said, now, Samueli akasema, sasa tell this your servant to go ahead. ambia mtumishi wako atangulie, I have something secret to tell you. niko na siri ya kukuambia. So the servant went ahead. Sasa yule mtumishi akatangulia, So the two remained. sasa wawili wakabaki. So now Samuel looked at the right and the left. Sasa Samueli akaangalia upande huu na upande huu mwingine, There was nobody. hakuna yeyote. And then he said to Saul, Alafu sasa akamwambia, kneel down. piga magoti. So Saul knelt down. Sasa akapiga magoti Sauli, He pulled out a horn of oil. akachukua ile pembe ya mafuta. You know, Saul didn't know what was happening. Sauli hakuwa anajua ni kitu gani ambayo itatendeka. He just thought, okay, I've been favored to walk with the prophet. Yeye alifikiria kwamba ni kibali tu nimepata kutembea na But nabii the wa Mungu. prophet was having a secret from God. Lakini nabii alikuwa na siri ambayo alikuwa anatoa kwa Mungu. As they were going, Vile walikuwa he wanatembea, didn't even know this man has the horn of oil. hakujua kwamba mtumishi wa Mungu ako na pembe ya mafuta. But he said, tell your servant to go. Lakini akaambia mtumishi wako aende. And then he went. Alafu jamaa akaenda. So they are now 2 Sasa wamebaki wawili in the bush. kule kichakani. Nobody is watching. Hakuna mtu ambaye anawaona. Kneel down. Piga magoti. What is happening? Ni nini ambayo inatendeka? Kneel down. We piga magoti. So, you know, he's a prophet. Unajua huyu ni nabii. He went on his knees, Sasa yeye akapiga magoti. pulled out the horn of Na oil, nabii akachukua yule and then poured on his head na akamwagia katika kichwa chake and told him, na akamwambia, God has anointed you. Mungu amekupaka mafuta. You are the king of Israel. Wewe ndiye mfalme wa Israeli. From today, Kuanzia leo God is going to walk with you. Mungu atatembea na wewe. Now listen, Sasa sikia. as you leave me now, Unapoondoka sasa, because I'm going back, kwa sababu mimi narudi kwangu and you have to pursue your journey. na wewe mpaka urudi kwenu. As you leave me here now, Wakati utaniacha hapa, you go. alafu You are uende, going to reach a place utafika mahali where Rachel was buried. ambapo kuna kaburi la Rakeli. You are going to meet people. Utakutana na watu, They will tell you, watakwambia the donkey of your father zile punda za baba have yako been discovered. zimepatikana, And these people na hawa watu will give you bread. watakupatia mkate. Receive bread Pokea ule mkate from their hands. kutoka kwa mikono yao, And then you continue. alafu uendelee. As you continue, Vile unasonga mbele, you are going to reach a place utafika mahali pengine, where there is the camp of the Philistines. mahali ambao kuna kambi ya jeshi ya Wafilisti. And then you continue. Alafu uendelea, You are going to meet a group of prophets. utakutana na kikundi ya manabii. These people, when they see you, Hawa watu wakikuona tu they will start giving prophecies. wataanza kutoa unabii. Now, Sasa as they prophesy, vile wanatoa unabii, the spirit of Yahweh roho wa Yawe will come upon you. atashuka juu yako, You will prophesy na wewe utatabiri with these people. pamoja na hawa watu. Now, Sasa that will be the last sign. hiyo ndio itakuwa ni ishara ya mwisho. So, after that prophecy, Baada ya ule unabii, whatever comes to your mind to do, chochote ambacho kitakuja akilini mwako kufanya, do it, ifanye, for God is with you. kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe. Bwana asifiwe. Praise the name of the Now, I Lord. want you to see, before I can continue, Nataka uone kabla niendelee. I want you to see something. Nataka uone kitu hapa. He said, tell your servant to go. Kitu ya kwanza anamwambia, ambia mtumishi wako aende. So they remained 2 of them. Wakabaki wawili, And he said, kneel down. na akamwambia piga magoti. When God calls you, Wakati Mungu anakuita or when he calls us, ama wakati anatuita, he doesn't call us in group. hatuiti katika umati. God always will call you alone. Mungu atakuita peke yako. Are you in this place? Je, tuko pamoja? God will always call you alone. Wito wa Mungu ni wako peke yako. That's why in this Ndio kingdom, sababu katika ufalme huu you have to be very, very, very careful. lazima ukuwe mwangalifu sana. God calls you, Mungu anakuita, serve God, tumikia Mungu, follow God. fuata Mungu, Know that you will answer one day jua ya kwamba siku moja utajibu before God. mbele zake. You alone.
wewe peke yako. Nobody will answer for you. Hakuna mtu atakuwa na jibu lako. So we have to be very careful, Lazima tukue waangalifu especially with bad influence. sana sana na vikundi ambao iko na ushawishi mbaya. If you have a friend Kama uko na rafiki who cannot build you up, ambaye hawezi akakujenga, but who is there to destroy you, lakini ako pale kukubomoa, forget about that friend. sahau ule rafiki. Pick a friend Chagua who will rafiki help you, ambaye teach you, atakusaidia, you know, atakufunza, encourage you when you are atakutia down, moyo wakati uko chini, stand by you atasimama na wewe when you need her or him. wakati unamhitaji. That's a good friend. Huyo ni rafiki mzuri. But if you just pick anybody, Lakini ukiokota yeyote yule, you are in trouble. uko katika shida. Bwana asifiwe. Amina. My friendship Urafiki wangu with anybody na yeyote yule in my life katika maisha yangu is always based on Jesus Christ. siku zote misingi yake ni juu ya Yesu Kristo. I don't have a friend Mimi sina rafiki that I will leave my house, ambaye nitatoka kwa nyumba I go yangu to visit a friend, alafu niende kumtembelea and that friendship is not based in Christ Jesus. na ule urafiki hauna misingi ya Yesu Kristo. All my friends I have Marafiki yangu yote have been given to me by God. nimepatiwa na Mungu. They love Jesus Wanampenda Yesu and they respect him. na wanamheshimu. Can I continue? Je, naweza endelea? Now listen. Sasa sikia. I want you to keep this into your mind. Nataka hili jambo uliweke akilini mwako. Once these signs are fulfilled, Ishara hizi zote zikitimia, do whatever your hand finds to do. fanya chochote kile ambacho utaweza For kufanya, God is with you. maana Mungu yuko pamoja nawe. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Now, when God says He is with you, Wakati Mungu anasema kwamba yuko pamoja nawe, in 2018 He is with you. katika mwaka 2018 yuko pamoja nawe. In 2018 He wants you to write a history. Katika mwaka huu anataka uandike He historia, wants you to write something new. anataka uandike kitu mpya. It means God gives you a green light. Inamaanisha kwamba Mungu anakupatia nafasi, He gives you the mandate. anakupatia jukumu, He gives you a blessing. anakupatia baraka, He gives you His word. anakupatia neno lake. He's going to walk with you. Atatembea na He's wewe, going to bless you. atakubariki, He's going to do you good. atakutendea wema. Now, when God speaks that way, Wakati Mungu anaongea vile, you need to be very careful lazima ukuwe mwangalifu to sana, be disciplined ukuwe na nidhamu kubwa in your walk with God. katika kutembea kwako na Mungu. We have weak churches. Kuna makanisa madhaifu, We have weak Christianity kuna Wakristo ambao ni wadhaifu, because Christianity, kwa sababu Wakristo we tend to forget what we call discipline. tunasahau sana jambo hili linaitwa nidhamu. You see, discipline, spiritual discipline, Nidhamu ya kiroho is paramount ni ya umuhimu if you mkubwa want to walk with God. kama unataka kutembea na Mungu. If you want God to be your friend, Ukipenda Mungu akuwe rafiki yako, discipline. nidhamu. Be a disciplined person. Kuwa mtu aliye na nidhamu. Try your best Jaribu kabisa in your walk with God. katika kutembea kwako na Be a Mungu, disciplined kuwa person. mtu ambaye ako na nidhamu. Love Jesus. Penda Yesu, Obey Him. mtii, And be a disciplined Christian. na ukuwe Mkristo ambaye ako na nidhamu, Your life shall be a testimony. na maisha yako yatakuwa ushuhuda. Bwana asifiwe. Praise the name of the Now, Lord. Sasa after this, what is happening? baada ya hii ni nini ambayo inatendeka? Let us now combine Sasa ziweke pamoja 1 Samuel chapter 10:7 Samueli wa kwanza sura ya and 1 17 Samuel 28:7. na Samueli wa kwanza sura ya 28. Now, we see Saul Tunaona Sauli running to a woman who was a witch. anatembelea mama ambaye alikuwa ni mchawi. He says, I want you to consult for me the dead. Anasema kwamba nataka unipandishie pepo ya wafu. And when you look at what is happening here, Na ukiangalia matukio mahali hapa, you see Saul. unaona Sauli, The Bible says he disguised himself. Biblia inasema ya kwamba alijifunika akajigeuza. Bwana asifiwe. Amen. He disguised himself. Alijigeuza akuwe mtu mwingine tofauti. Why did he disguise himself? Mbona anaficha identity yake? One, Kitu ya kwanza, Israel was having war with the Philistines. Israeli ilikuwa katika vita na Wafilisti. Now, when Saul went to war, Wakati Sauli alienda katika vita, he was like at the mountain. alikuwa ni kama ako kwa mlima. And then he looked down at the camp of the Philistines. Alafu akaangalia pale akaona kambi ya He saw thousands of Philistines, akaona maelfu ya Wafilisti well equipped,
wakiwa wako na silaha and kali ready for war. na tayari kwa vita. The Bible says, Biblia inasema fear entered the body, the spirit, the nerves, the bones of Saul. woga ukajaa katika mwili, katika mfupa, katika nafsi ya He Sauli. started shaking. Akaanza kutikika. You see, if you have Jesus, Unajua ukiwa na Yesu, you cannot shake, huwezi ukatetemeka. no matter the situation. Haijalishi hali yako iko vipi. Because whatever situation is there, Kwa sababu hali yote ambayo iko God pale, will give you an answer. Mungu atakupatia jibu. I want you to say amen. Nataka useme amina. I say when you have Jesus, Nasema ukiwa na Yesu, no matter the situation, haijalishi ni hali gani na God will give you the answer. Mungu atakupatia jibu. The Holy Spirit will tell you, Roho Mtakatifu atakwambia fear not, usiogope, stand strong. simama imara. You will stand strong Utasimama imara and the answer will come to na you. jibu litakuja kwako. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Now, he feared Aliogopa because he had no kwa God. sababu hakukuwa na Mungu. But Lakini when you go back wakati unarejea nyuma in the life of Saul, katika maisha ya Sauli, the Bible talks about the enemies of Israel Biblia inaongea kuhusu maadui wa Israeli when he was still a disciplined person. wakati alikuwa amedumisha nidhamu ya kiroho. There is a day he came from farm Kuna siku ambayo alitoka shambani and was told about the enemies of Israel, na akaambiwa kuhusu maadui wa Israeli, what they were planning to do for God's people. ile mipango walikuwa nayo kuhusu ama dhidi ya watu The wa Bible Mungu. says that when he had the plans, the evil plans against the people of God, Biblia inasema kwamba wakati aliposikia njama mbovu kinyume na the watu wa Spirit Mungu, of God came upon his Roho life wa Bwana akaja juu ya maisha yake and he was annoyed. na akakasirika, He arose majestically akasimama kwa ujasiri and brought the soldiers together, na akaleta askari wote pamoja, went forth and brought victory. akaenda akapigana na akapata ushindi. But now here, Sasa mahali hapa, because of lack of kwa discipline, sababu ya kukosa nidhamu, when he saw his enemies, wakati aliona maadui he zake, started shaking. alianza kutetemeka. When you live in sins, Ukiishi maisha ya dhambi in disagreement with God, katika kutokubaliana na Mungu, automatically become fearful. mara moja utakuwa mtu wa uoga. You cannot stand against your enemies. Huwezi ukasimama kinyume na adui zako. When they come, you have to run away Wakija sharti we utoroke tu, because you have no cover, kwa sababu haujafunikwa, you have hauna no kinga. protection. Hauna kinga. Now, what did he do? Sasa alifanya nini? He sinned against God Alimtendea Mungu dhambi by doing what was forbidden by God. kwa kufanya yale ambayo alikuwa ni chukizo mbele za Mungu. And then he became now terrified. Sasa akaanza kutishwa, He disguised himself. akaweza kujibadilisha. Remember last Sunday I told you, Kumbuka Jumapili ambayo ilipita niwaambia, sins dhambi takes away your identity. inakunyang'anya kibali chako. So here Saul is disguising Kwa himself. hivyo hapa Sauli anajibadilisha, He put on funny clothes, anavaa maguo ya ajabu ajabu, a big kofia. anavaa kofia kubwa. I don't know if Miwani was there, he could also wear some complicated specs. Kama miwani ilikuwa siku hiyo, anajaribu kufunika macho nayo, And then he goes to see this woman. alafu anaenda kuona huyu mama. Maybe he could even change the way he walk. Pengine hata alibadilisha mwenendo wake. You know, a king is known how he walk. Unajua watu wote wanajua mfalme vile anatembea. Now he could walk Jamaa in anatembea the way that the woman will not notice. katika njia ambapo huyu mama hataweza hata kujua. And then he said, please, Alafu akasema, tafadhali, can you call the dead for me? tafadhali si unipandishie pepo ya wafu. I have come to consult. Nimekuja kukuuliza mawaidha. Bwana asifiwe. Amen. So the woman said, hey, Yule mama akamwambia, did you come here with trouble? je, umeleta shida hapa kwangu? Don't you know what Saul did? Wewe si unajua yale mambo ambayo Sauli alifanya? How he killed Vile aliua the witches wale wachawi and the sorcerers na wale in the land? katika nchi. So do you want to kill me? Unataka kuniua pia? But she didn't know it was Saul. Lakini hakujua kwamba yeye ni Sauli. Saul said, no, Akasema, you are hapana, not going to die. wewe hautakufa. And then Alafu she called, when she was now in that evil spirit, wakati sasa alikuwa amepagawa na ule pepo, she discovered akatambua this man is Saul. huyu mtu ni Sauli Bwana. And then she turned, Alafu akageuka, you are Saul. amwambia, wewe ni Sauli, Why have you lied to me? mbona unanidanganya? You are Saul. Wewe ni Sauli. The Bible says the woman cried. Biblia inasema kwamba huyu mwanamke You are akaambiwa, Saul. akamwambia, wewe ni Sauli. The king
in disguise. Mfalme ambaye amejifunika. If you walk with God, Ukitembea na Mungu, you keep your identity. utaweza If you refuse walking with God, ukikataa kutembea na Mungu, the devil gives you a different identity. Shetani anakupatia kitambulisho. Sometimes you cannot know, physically speaking, Wakati mwingine utajua katika hali ya but kimwili, spiritually speaking, you have a different identity. lakini katika ulimwengu wa kiroho kitambulisho chako ni tofauti. You are a different person. Wewe ni mtu tofauti. It means you are fake. Inamaanisha wewe ni bandia. That identity given to you by God, Kile kitambulisho ambao umepatiwa na Mungu, the devil steals. Shetani anakiiba, He takes it away anakiondoa and give you a different one na anakupatia kitambulisho bandia without your knowledge. ambacho wewe kama hujui. That's why sometimes you walk. I'm going to the ABCD. You go there, you fail. You say, I'm a child of God. How can I fail? Automatically you have been given an identity of failures. Wakati mwingine unaamka unasema kwamba leo ni siku ambayo nitapata ushindi. Unaenda pale na unashindwa. Unashindwa ni kwa nini? Ni kwa sababu umepatiwa kitambulisho cha kushindwa. So sins Kwa hivyo dhambi cannot keep you the same person. haiwezi kukudumisha ukiwa yule mtu That is wa impossible. kale. Hiyo haiwezekani. Sin must always change the person. Dhambi zinabadilisha mtu. You become a different Unakuwa person, mtu tofauti. but without your knowledge. Lakini kama wewe haujui. Bwana asifiwe. Jina la Bwana lipewe Now sifa. the Bible says Sasa Biblia inasema Saul now, Sauli he became now somebody different, akawa mtu tofauti, a liability. akawa mzigo, He started begging the woman akaanza kumsihi yule mama, because the woman said, kwa sababu yule mwanamke I'm not going to call the dead for you. mimi sitakupandishia pepo ya I know you are Saul. wewe, najua kwamba wewe ni Sauli, You are lying to me. You unanidanganya, have come here to kill me. umekuja hapa kuniua, I cannot work for you. siwezi nikakufanyia kazi. Saul begged the woman, Sauli akamsihi sana, please, mama, I beg you, tafadhali nakusihi, help me. nisaidie. A king of Mfalme Israel wa Israeli is begging for help anaenda kuomba msaada from a witch kwa woman. mchawi. Are you in this place? Je, tuko pamoja? I said the king of Israel, Nasema huyu ni mfalme wa Israeli anointed by God, ambaye ni mpakaliwa given mafuta, power and ambaye authority amepewa nguvu na mamlaka to lead God's people, kuongoza watu wa Mungu. now is here Sasa yuko hapa in the night usiku wa manane in the village of Andor, katika kile kijiji cha Ador, in the house katika of a nyumba witch, ya mama mchawi, on his knees, akiwa katika magoti begging that woman, anamusihi yule mama, please tafadhali consult the dead for me. nipandishie pepo. We become liabilities Tunafanyika kuwa mzigo when we reject that rules, the rules of God. wakati tunakataa sheria za Mungu ama mawasia ya Mungu. When we become sinners, Wakati tunakuwa watenda dhambi, our identity is taken away. kitambulisho chetu We kinaondolewa become liabilities. na tunakuwa watu wa We kusumbua, become slaves. tunakuwa watumwa. We fear everything. Kila kitu tunakiogopa, We run away from everything. tunatoroka kila kitu. We cannot defeat our enemies. Hatuwezi tukashindana na maadui We zetu, cannot succeed in battles. hatuwezi tukashinda katika vita. We will go in battle and then we are beaten. Tunaenda katika vita, tunarudi na majeraha. Listen, people, Sikieni watu, in the kingdom of God, katika ufalme wa Mungu we do not succeed because we shout. hatufaulu kwa sababu ya kupaza sauti. We do not succeed because we want to succeed. Hatufaulu kwa sababu tunataka kufaulu. In this kingdom, Katika ufalme huu success is not by wish. ufanisi si kwa kujitakia. Success is by having God on board. Ufanisi ni kwa kuwa na Mungu ndani ya maisha yako. When God is on board, Wakati Mungu yuko katika maisha yako, success will come to us, will answer to ushindi us. na ufanisi itakuja kwetu. We don't struggle. Hatutang'ang'ana. You see, sometimes you have hypocrite people in Unajua church. wakati mwingine tuko na watu ambao ni hypocrites ndani ya kanisa. Hypocrite in church. Watu ambao ni hypocrites. Bwana asifiwe. Hallelujah. Do you understand? We have people in church Tuko na watu kanisani who are hypocrites. ambao ni wanafiki. They love Jesus. Wanampenda Yesu, They come to church, wanakuja but kanisani, they are not ready to do what Jesus wants. lakini hawako tayari kufanya mambo ambayo Yesu anataka wafanye. They are hypocrites in the Hawa kingdom. watu ni wanafiki ndani ya ufalme. Remember what I told you last Kumbuka Sunday? kitu ambacho niliwaambia Jumapili iliyopita. Christianity Ukristo
starts in your house. inaanza kwako nyumbani. Christianity Ukristo does not start in church. hauanzi hapa kanisani, It starts in your house. unaanza kwako nyumbani. The Bible says Biblia inasema you will be blessed utabarikiwa when you go out, wakati unatoka and you nje, will be blessed na utabarikiwa when you come in. wakati unarudi. It means Maana yake you start blessings unaanza baraka in your house. ndani ya nyumba yako. So when you go out, Wakati unatoka it means you go out with blessings. inamaanisha umetoka na baraka. Blessings is in your house. Baraka ziko kwako kwa nyumba. You come out of your house Unatoka nyumbani kwako a blessed person, mtu ambaye amebarikiwa, an anointed mtu person. ambaye ametiwa mafuta. Ama namna gani? Sio vile. You don't come out with Satan Hautatoka nje na shetani. and then go bring Jesus in the house. No. Alafu sasa unaenda kukuja na Yesu kwa nyumba. Those are the secret of 2018. Hizi ndizo siri za mwaka 2018. If you follow these instructions Ukifuata haya maagizo and God does not bless you, na Mungu akose kukubariki, I will stop preaching. mimi injili nitaachana naye. Do you understand? Je, tunaelewana? If you follow these principles Ukifuata hizi kanuni and God does not bless you, alafu Mungu akatae I kukubariki, will stop ministry. mimi nitaachana na huduma. This is the main secret. Hii ndio siri kuu. God will bless you Mungu atakubariki when you go out, wakati unatoka, and He will bless you atakubariki when you come in. wakati unarudi. Now, many people, Watu wengi they fight in their house, wanapigana kwa nyumba yao, they live fighting or quarrel, trouble in their house, wanaishi na shida katika nyumba yao. and then they go out. Sasa wanaacha matatizo kwao na wanatoka nje, I'm going to work. ati naenda kazini. So when you leave trouble, Wakati ni matatizo umeacha kwa nyumba, you will walk with trouble ni utatembea nayo and find trouble wherever you go, na kule utaenda utapata and matatizo come back with trouble when you come back in the utarudi nayo evening. tena kwa nyumba. That's the secret of the kingdom. Hiyo ndio siri ya ufalme. Saul is blessed. Sauli ni mtu ambaye amebarikiwa. Saul is anointed. Sauli amepakaliwa mafuta na Mungu. God tells him Mungu anamwambia hivi through the prophet, kupitia kwa nabii, I've anointed you. nimekupaka mafuta. When you leave this place, Wakati utaondoka hapa, look at these signs. angalia hizi 1, ishara. Ya kwanza, 2, ya pili, 3. ya tatu. They are going to happen to you. Hizi zote zitatendeka juu yako. Once they happen to you, Zikishatimia, whatever your hand finds to do, chochote mikono yako itapata whatever kufanya, comes to your mind, chochote kitakuja katika mawazo yako, just do it. ifanye. God is with you. Mungu yuko upande wako. Can God lie? Je, Mungu aweza sema uongo? Can you put those two scriptures? Here is the one. Ya kwanza Here is ndio. the scripture number 1. Ya kwanza ndio hii. Now, when these signs meet you, Wakati ishara hizi zitakutana na wewe. what are the signs? Ishara hizi ni zipi? Samuel chapter 10, verse 1. When you depart from me today, you will meet 2 men by Rachel's tomb in the territory of Benjamin at Zelzah. And they will say to you, the donkeys that you went to seek are found. And now your father has ceased to care about the donkeys and is anxious about you, saying, what shall I do about my son? 3. Then you shall go on from there, Father, and come to the oak of Tabor. 3 men going up to God at Bethel will meet you there. One carrying what? 3 young goats, another carrying 3 loaves of bread, and another carrying a skin of wine. And they will greet you and give you 2 loaves of bread, which you shall accept from their hands. After that, you shall come to Gibeath Elohim, where there is a garrison of the Philistines. And there, as soon as you come to the city, you will meet a group of prophets coming down from the high place with harp, tambourine, flute, lyre before them, prophesying. Then the Spirit of the Lord will rush upon you, and you will do what? You will prophesy with them and be turned into another person. Now, when these signs meet you, do what your hand finds to do, for God is with you. Other translations say,
when these signs are fulfilled, do whatever. Tafsiri nyingine inasema kwamba wakati hizi ishara zitatimia, fanya chochote kile. Do whatever Fanya chochote kile that comes to your mind, ambayo itakuja katika mawazo yako, because God is with you. kwa sababu Mungu yuko pamoja If you nawe. do business, Kama ni biashara, you shall succeed, utafaulu, because God is with kwa sababu you. Mungu yuko pamoja If nawe. you do mechanics, Ukifanya kazi ya God will mechanic, bless you, Mungu atakubariki, because He is with you. kwa sababu yuko pamoja If you nawe. become a police officer, Ukiwa askari, you shall succeed, utafaulu, because God is with sababu Mungu you. yuko If you pamoja become nawe. a tailor, Ukiwa you shall mshona succeed, nguo, because God. So whatever you decide to do chochote ambacho utaamua kukifanya shall succeed, kitafanikiwa, because God is present in your life. kwa sababu uwepo wa Mungu uko juu ya maisha yako. Now, can God lie? Je, Mungu aweza sema uongo? God cannot lie. Mungu hawezi sema uongo. Whatever He says stands. Kile ambacho anasema kinadumu. Whatever He says come to pass. Kile ambacho anasema kinakuja kutimia. So God is faithful in His Kwa word. hivyo Mungu ni mwaminifu sana kwa neno But lake. we need also to have discipline in our relationship with God. Lakini katika uhusiano wetu na Mungu lazima tuwe na nidhamu. Are you in this place? Je, tuko We pamoja? need that discipline. Tunahitaji ile nidhamu. Personal discipline. Nidhamu ya kibinafsi. That is what will distinguish you in this kingdom. Hiki ndicho kitu kitakufanya ukuwa utofauti katika ufalme huu. I'm talking about the kingdom of God. Naongea kuhusu ufalme wa Mungu hapa. I'm not talking about outside there. Siongei kuhusu mambo ya kule nje. If you are a politician, Kama wewe ni mwanasiasa, have spiritual discipline kuwa na nidhamu ya kiroho to walk according to God's will. ya kutembea kulingana na mapenzi ya Mungu. Many people will tell you, Watu wengi watakwambia oh, hivi, politics is dirty. oh, siasa ni chafu. People can do clean politics Watu wanaweza fanya siasa ambao ni if safi they want to do clean politics. wakitaka kufanya vile, Ama namna gani? si ndio vile? Oh, it is dirty. Oh, ni biashara chafu. Demagogues. Politics is not dirty. How is it dirty? Je, ni vipi ambapo siasa itakuwa chafu? It is just politics. Ni siasa tu. Politics is leadership. Ama namna gani? Siasa si ni uongozi. How do you tell me it is dirty? Ni vipi utaniambia uongozi ni mchafu? It is dirty when it is handled by demagogues, by thieves, by criminals. Ama namna gani? Itakuwa chafu wakati ambapo iko mikononi mwa watu ambao ni mikora na Mbona watu mseme amen? I say a wicked man, nasema mtu muovu when he's out there wakati kule nje to support his wickedness, anataka kusimama na uovu because wake. the person is wicked, Kwa sababu yule mtu ni muovu, he will try to tell you atajaribu kuambia to believe uamini certain principles kanuni kadhaa in order to support ndiposa asimame his wickedness. aweze kutetea uovu wake. Ni kweli ama hapana? Is that not true? That's the point. For example, Kwa mfano, if I'm a wicked man, kama mimi ni mtu muovu, and how can I influence you to accept me? ni vipi nitakushawishi wewe I unikubaliane try na to mimi? defend my weakness, isn't it? Nitajaribu kutetea ule uovu wangu. If I'm a fornicator, Kama mimi ni mzinzi, I will try to defend that nitajaribu kutetea hilo jambo by telling you kwa kukuambia hivi, it is normal. ni kawaida, You know, mambo inatendeka, you can just sin unaweza tenda hii dhambi, and Jesus is Lord. Yesu Kristo atabaki kuwa Bwana. Hallelujah. God, Unanipata niko na kilauri ya pombe. Mina kunywa pombe, mina maliza, mina sema it is normal, no? Hii pombe hii Yesu alitengeneza pombe, so unaweza kamata ka kilauri moya, Yesu bado ni Bwana. Ama namna gani? Mama Sarah, are you in this place? je, tuko pamoja? Listen, Sikia, this kingdom ufalme huu does not belong to your uncle. si wa This mjomba wako. I say this kingdom Nasema ufalme huu does not belong to your uncle. si wa mjomba wako, This kingdom Ufalme huu does not belong to your aunt. si mali ya This shangazi yako. kingdom Ufalme huu does not belong to my grandpa. si mali ya babu This yangu, kingdom Ufalme huu is the kingdom of ni God. ufalme wa Mungu. You know, there is no way Hakuna njia ambapo I will help you. nitakusaidia. Only God can help Ni you. Mungu tu peke yake anaweza kusaidia. What me I do Kile kitu ambacho naweza is to fanya tell you the truth. ni kukuambia ukweli. Once you believe it, Ukiamini ule and then ukweli, God blesses Mungu you. atakubariki. If you reject, you know, Wakristo hawapendi ile vitu itawasaidia. If you preach the gospel that will help, Christians they are not happy. They want lies. Wakristo But I was not sent to lie. I was sent to preach the truth. wanapenda sana vitu ambao ni za uongo. Let me na tell you, haziwasaidii. let me tell you something. Wacha niwaambie wapendwa.
Here you have a house. Hapa uko na nyumba, The father is in the house. baba yuko pale, The mother is in the house. mama ndiye huyu pale. For Kwa example, mfano, you disagree mnakataa kuelewana on an issue juu ya jambo fulani, or you fight, ama mnapigana, and then halafu you don't make amendments, hamwezi mkarekebisha yale mambo mliharibu, you don't make reparations, hamwezi mkakubaliana tena, and then the woman comes out, halafu mwanamke anaamua kwenda zake, I'm going to do business. mimi nitaenda kufanya biashara, And the man goes his way, halafu mwanaume anatoka I'm naye, going to do business. naenda hata mimi kufanya biashara. Are you going to go with the grace of God? Je, nyote wawili mtaenda na neema ya Mungu kweli? Mutaenda na neema. There is no grace Hakuna neema pale, because you are in a covenant. kwa sababu mko katika agano. Your blessings depend from one another. Baraka zenu zinategemeana. It is when you are united Ni wakati ambao mko pamoja that you conquer your world. ambapo mtashinda ulimwengu wenu. When one of you Wakati mmoja wenu is not happy, hajafurahi, it means you are not in the same spirit. inamaanisha kwamba hamna makubaliano. You are pamoja. divided. Nyinyi mmegawanyika. So once you are divided, Wakati mmegawanyika, the devil will defeat you. shetani atawashinda kwa urahisi. Are you getting what I'm saying? Je, tunaelewana? And then you come to church. Alafu nakuja kanisani, You jump, 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 jump. ruka kabisa. Are you not a Pharisee? Je, si wewe ni mfarisayo tu? You go out there, Unaenda kule, you sleep with another woman, unalala na mwanamke mwingine, and then you come to your house, or you sleep with another man ama unalala na mwanaume who is mwingine not your husband, ambaye si mume wako, and then you carry bishoto, you carry mikosi, you carry demons. These people that are born again, they have evil spirit. hawa watu By doing so, they transmit those spirit in you. Do you understand? tuko pamoja. Demons are spirits. Mapepo ni roho. By doing so, Kwa kufanya hivyo you become one unakuwa pamoja na wao, with that woman na wale na or ule with that mwanamke, man ama ule mwanaume who is not your husband. ambaye si bwana wako. Now, spiritually speaking, Sasa tukiongea katika you don't know ulimwengu wa what you are kiroho, carrying. haujui nini ambao umebeba, You don't know what you are receiving. haujui nini ambao unapokea. In the flesh, Katika hali ya kimwili you feel pleasure. unahisi ya kwamba But unafurahi. spiritually speaking, Lakini ya ulimwengu wa kiroho you carry, wagons of demons. umebeba mapepo mengi sana, And then you come to your house. alafu unakuja kwako. If you are a woman, Kama wewe ni mwanamke, you transmit to your husband, isn't it? basi unaanza kuambukiza bwanako yale mapepo. Or if you are a man, Kama wewe ni mwanaume, you transmit to your wife. unaambukiza mke wako. And then you go through a dry Alafu sasa period, dry 2018, isn't it? alafu sasa unapitia katika mwaka mgumu sana ambao una chochote. You touch this, it crumbles. Unajaribu Try kufanya this, hii, crumbles. unaguza hii inaanguka. Why can't you repent? Mbona basi usitubu? Tell your partner, Ambia yule mshirika wako, I'm an hypocrite. Are you in this place? je, tuko pamoja? Tell your partner, Ambia yule mtu wako, yule rafiki yako I'm a hypocrite. ya kwamba mimi ni mnafiki. Oh, hapana, I will not tell her. I will not tell him. That's why we have weak churches. Wakati ambao unafanya hili jambo unasema kwamba hii jambo ni aibu sana. Because Jesus cannot lie. Yesu Kristo He alisema said, I will build my church. alisema kwamba nitajenga kanisa langu The gate of hell, na milango ya kuzimu demons will never succeed over the mapepo church. haitaweza kuzishinda. It is a powerful church. Ni kanisa ambayo iko na The nguvu. church of conquest. Kanisa ambayo ni ya The washindi. church that is moving forward. Kanisa ambayo inasonga mbele. It is a bulldozer. Ni The bulldozer. church of Jesus Kanisa Christ. ya Yesu Kristo. The church of champions. Kanisa ya mashujaa. The church of winners. Kanisa ambayo ni ya washindi. Wherever they go, they win. Mahali ambao wanaenda watashinda. Samuel said, Samueli akasema when these signs are wakati fulfilled, ishara hizi zote zitatimia, whatever comes to your mind, chochote ambacho kitakuja akilini you want mwako, to open a company. unataka Open a kufungua company. fungua. You want to do business. Unataka kufanya Do biashara, business. fanya biashara. Whatever you touch, Chochote ambacho God utagusa, will cause prosperity. Mungu ataleta ufanisi. This is so powerful. Hii ni ya nguvu sana. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Now, why are we weak? Mbona tuko wadhaifu? Why do we have beggars in church? Mbona tuko na watu waombaomba ndani ya kanisa?
Why do you have people cry, 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 cry? Why? Mbona tuna watu wanalia usiku na mchana? Obey God. Tii Mungu. Follow his instructions. Fuata maagizo yake. Be a disciplined child of God. Kuwa mtoto aliye na nidhamu mbele ya Mungu. You made up your mind. Uliwahi kuamua in your life. Nitafuata Yesu kila siku ya maisha yangu, isn't it? Yes. So live to that decision you made. Ule uamuzi ambao uliamua wa kufuata Yesu, dumu nao. You know what? Unajua nini? What I'm telling you Ile kitu ambacho nawaambia is what God is putting in my ni spirit. kile ambacho Mungu anaweka ndani ya roho yangu. And it is what is happening. Na ni kitu ambacho kinatendeka. I want to start by families. Nataka kuanza na familia. A strong church starts in the family. Kanisa ile nguvu inaanza kwa A familia. strong church does not start here. Kanisa nguvu haianzi It hapa. starts in the family. Inaanza kule It nyumbani. starts in your house. Inaanza katika nyumba yako. From the house you come here. Kwa nyumba, kutoka kwa nyumba unakuja hapa. Man, love your wife. Wanaume penda mke wako. And wife, obey your husband. Na wanawake mtii wanaume wenu. Respect that man. Heshimu ule mwanaume. If you see he has weaknesses, Ukiona ako udhaifu, that's why you are there. ndio sababu alikuoa. That's why you are his wife. Ndio sababu ndiye mke wake. Oh, this my husband. I don't understand him. What do you want to understand? Oh, mume wangu What do you want to understand? Nataka kuelewa nani? He married you Alikuoa because he was weak. kwa sababu alikuwa mdhaifu. Ama namna gani? That's not true. The Bible says Biblia inasema, it's not good for man to be alone. Sio vyema mwanaume akae peke I yake. will give him a helper. Nitampatia msaidizi. How are you helping? Sasa wewe unamsaidia kivipi? You insult him? Wewe unamdhihaki? Is that how you are helping? Je, hii ndio msaada unampatia? You don't respect him? Au mheshimu? Is it that how you are helping? Sasa hiyo ndio njia ya kusaidia. How are you helping? Unamsaidia vipi? God says, I will make him a helper. Mungu anasema ya kwamba nitamfanyia msaidizi. It's not good for him to stay alone. Sio vyema akae peke yake. And now God gives a helper. Sasa Mungu akampatia msaidizi. Be supportive. Kuwa mtu wa kusimama na huyo mtu. Your husband has no job, Kama mume wako hana kazi, but be supportive. wewe simama na yeye. Pray for him. Muombe. One day, Siku moja a job will come. kazi itakuja. Because God is faithful. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Maybe get little money. Pengine ni pesa kidogo anapata. And you earn big money. Na wewe pesa zako ni nyingi. Support him. Simama na yeye. Don't say, oh, this man is bringing 10,000 to the house and me, I bring 100. This is not a man. I am now the man of the house. You are not the man. Oh. Usiseme ya kwamba sababu You are not the man. 10,000 wewe ni 100. I say you are not the man. Oh. Nasema wewe sio mwanaume. Do you understand? Je, tunaelewana? Even if he brings 5,000 Hata akileta 1000 and you bring 100, na wewe ulete 100. that man is still your husband. Ule mtu bado ni mume wako. Because him being your Kwa husband sababu yeye kukuwa bwanako does not depend on the money he brings. sio haijalishi pesa ngapi analeta. One day, Siku moja you agreed. mtakubali. Siku moja muliwahi kukubaliana Mshakubaliana. kwamba tuoane, isn't it? Mulikaa chini, huyu mtu akwambia I love you, na ukamwambia I love you, isn't it? So mkaoana. That's an agreement. Hiyo ni makubaliano. That's an agreement. Hiyo ni makubaliano. So you have to live by that agreement. Lazima uishi na yale With makubaliano. money or without money. Uwe na pesa ama hauna. Struggle together. Ng'ang'aneni mkiwa pamoja. I have struggled with Jael. Nimeng'ang'ana sana na Giant. There is a time we left our big organization. Kuna wakati ambao tulikuwa katika shirika letu kubwa, We went now into a different ministry tukaenda katika huduma nyingine tofauti in which God called us to do ambapo Mungu ndiye alituita pale in that particular time. katika ule wakati. But before that, Lakini kabla hiyo in that big organization, katika ile shirika kubwa lile we were given a big house tulipatiwa nyumba kubwa sana by the church, na kanisa, living large, naishi maisha mazuri and we were very successful in na ministry. tulikuwa tumefanikiwa sana katika huduma. So when we left, Wakati tuliondoka, we are on our own. sasa tuko peke yetu. Life is tough, Maisha ni magumu, difficult. magumu. We have to nurture a small now new church. Lazima sasa tukuze kanisa kadogo. We had to go through difficult time. Lazima tulipitia wakati mgumu And also sana. we had to travel from the place where we were to a different location. Na ilibidi tuhamie mahali ambao tulikuwa tuende kwingine. Like over 1,000 kilometers Kama kilomita 1000 to a different place. kwenda mahali kwingine. We arrived there, Kufika kule we started life. tukaanza maisha. We bought what you call a mat, not matela. Not matela.
mukeka. Do you know mukeka? In Kiswahili. We saw a house. We went. I paid house rent. Kalipa nyumba. And pesa then yake. that young man now is now a disciple. Sasa huyo kijana alikuwa ni mwanafunzi. And he sees there's nothing in the house. Akaona kule kwa nyumba hakuna chochote. Went out and bring the mat. Akaenda akaleta mkeka. You know. So we said hallelujah. Tukasema haleluya. Glory be to God. Tukufu kwake Now Mungu. we have a mukeka. Sasa tuko na mkeka. This woman you see here, Yule mwanamke unaona hapo. she was sleeping in that mukeka. Alikuwa analalia ule mkeka. She never complained. Hakuwahi kulalamika. God is my witness. Mungu ndiye shahidi wangu. She never looked down on me. Hakunidharau siku hata moja. Not a single day. Si hata siku moja. The way you see her here, Vile unamuona hapa, she has never hajawahi in her life katika maisha yake fight me. pigana na mimi. Never. Haiwezekani. Never. Haiwezekani. Haijawahi wezekana. If I'm angry, Kama nimekasirika, she keeps quiet. ananyamaza tu. We have children. They have never seen us and my wife talk to each other. Never. Tuko na watoto hawajaiona Never. bizana na mke wangu. Haijawahi fanyika. Bwana anaongea neno moja, wewe umeongea maneno 25. The husband speak one word. Akiongea maneno mbili, wewe umeongea 175. When he talks 2 words, yours 175. Come on, man. Are you a machine? The husband speaks one word. Mume ananena neno moja. You have spoken already 50. 50 zishatoka kwako tayari. When he speaks 2 words, Akijaribu kuongeza ya pili, you're already at 175 hata words. 175 zinahesabika. Speed. Mwendo wa And their words, no control. na haya maneno hayana udhibiti wowote. You don't care Haujali how you talk to your husband, vile unaongea na bwana how wako, he feels. vile anahisi. That's not your business. Hiyo sio shughuli We are zako. equal. Sisi tuko wamoja ama You tunatoshana. have a degree Wewe uko na degree and I have 2. na mimi niko na 2 kwanza. You go to work, I go to work. Unaenda kazini, You get money, I get money. kama ni pesa unapata, mimi niko na zangu pia. That's not the order. Hiyo sio mpangilio wa Mungu. That's not the order. Huo sio mpangilio wa Mungu. That's not the order. Huo sio mpangilio. That's why God is blessing me Ndio sababu Mungu ananibariki. and people don't understand. Na watu hawaelewi. God is blessing me. Mungu ananibariki. Not only me, Sio mimi tu. even my family. Hata familia yangu. We are established. Ni watu ambao tumethibitika. Do you know why? Unajua ni kwa nini? Because this is what we believe in. Kwa sababu hii ndio kitu ambao naamini juu yake. Ama namna gani? Si ni vile? Kama unajua kuna kikoso ya nje. Unajua ile vikoso ya nje ya kuogea. Kikoso ni mahali ya kuogea. Hiyo ya nje. Hakuna siku mama anabeba maji anapelekea bwana yake. Ama anamchamshia kwa maji moto oga. Unajua life iko tofauti, isn't it? Kuna wale wako na ya kufinya button inateremka ya moto. Kuna wale hawajafikia hiyo viwango. Right. Mama mzuri anachamusha maji moto. Anapelekea mume kwa kikoso. Mume hata kuonea, sababu mume ni sehemu ya wewe. Is part of you. Is part of your body. Sehemu ya mwili wako. Ama namna gani? You don't care. Wewe hujali. Even cooking, you cannot cook for your husband. Huwezi kupikia bwana. The house girl will cook. Msichana pale ndiye atapika. Chumvi mpaka kwa rikoshi. Anaweka chumvi inafika mpaka kwa. And the husband try to eat. Mume anajaribu kukula, chakula inakataa. And you expect love. Na wewe unatarajia kupende. Love itatoka wapi? Sasa upendo utatoka wapi? It is kupitia matendo. Yeah, it's Deeds, through words. matendo. Through words. Matendo. Through words. Even if you are working, sometimes go to the kitchen. Make something good for your man. This is the man God has given you. This is the one you have in this life. In heaven, you don't need a man. So enjoy life with this man. Kwa hivyo hata kama unafanya kazi, ingia jikoni, tengenezee mwanaume kitu kizuri. Huyu ndiye mwanaume uko na yeye katika uhai wa dunia hii. Kule mbinguni hautahitaji yeyote. God Furahia maisha. want harmony.
Mungu anataka He umoja. expects you to enjoy life. Anatarajia kwamba ufurahie maisha. When you are together, Wakati mko when pamoja, you enjoy together, wakati mnafurahia, God is happy. Mungu anafurahi. Ama namuna gani? Sio vile. Lakini mama akikuja church, But now when the woman comes akiona to church, mchungaji, when you see the hey, Bwana asifiwe mchungaji, praise the Lord. mtumishi wa Mungu, unamsalimiaka bwanako vile. Sometimes we pastors, we are in trouble. Why? Because some ladies, they misbehave in their own houses, isn't it? Wana misbehave. Now, wakikuja, si bwana iko ana observe. Unafikiri bwana ni mtoto kidogo. Bwana ni mtu mzima. Iko ana observe. Ama namna gani? The way you greet your pastor, bwana iko anaangalia. Anaona unakuja, mchungaji bwana asifiwe. Unakuwa mtakatifu. You become a holy person, a saint. You see now? And now, when you go home, you cannot even greet your husband. Sasa vile ukienda nyumbani huwezi salimia mume wako. Na unaona vizuri. Even when he comes from work, Hata akitoka kazini, just look at him. unamwangalia tu. Hey, but I'm coming from work. Lakini si nimetoka kazini. A common greeting. Salamu ya Mungu ya kawaida tu. You greet the husband. Uwe salimie mume wako. Oh, chérie. Chérie, it's a powerful word. Sheri neno ya Kifaransa ya nguvu sana. Chérie. Ya nguvu sana. Inamaanisha mpendwa. It means, loved one, handsome, Mtu mrembo. good. Just name it. He comes from work. Receive the guy. Mpokee yule He jamaa. sits down. Akae chini. Oh, how was work today? Kazi ilikuwaje siku ya leo? Remove the shoes. Unatoa viatu. Help him remove shoes. Unamsaidia kutoa viatu. And then you talk. Alafu unaongea. Wow, how was work today? Anambia kazi imekuwaje daddy? That my boss Unajua yule mwanaume kazini. today disturbed me. Leo amenisumbua sana. Oh, pole, pole, daddy. Sheri. It shall be well. It shall be well. Itakuwa sawa. Ama namna gani? Si ndio vile? Mtu anakuja na mangala. And then you bring the list. You bring the list. I want this. I want that. I want this. I want that. I want this. You bring me the list. You cannot even say hi. Yeah. A common greeting. Badala ya kunisalimia wewe nikwambia hakuna maziwa, hakuna unga, hakuna chapati, hakuna nini kwa nyumba. Huwezi nisalimia kwanza. If he has a jacket like this one, Kama amevaa koti kama hili, help him remove the jacket. msaidie hata kuondoa Your house will be blessed. nyumba yako itabarikiwa. Your husband will give you everything. Mume wako atakupa kila kitu. He can even die for you. Anaweza kufa hata kwa ajili yako. I tell you the truth. Nakwambia ukweli. Men are very simple. Wanaume wako rahisi. He can die for you. Anaweza kufa kwa ajili yako. But if you mistreat him, Lakini wewe ukimtesa, you come to church, unakuja kanisani. you become a saint. Unakuwa mtakatifu. Say, huyu mama, This woman, nikiangalia yeye na pastor, when I look her with pastor, kuna kitu hapa. there must be an issue here. Kuna kitu hapa. There is a connection somewhere. Nikiona vile ananitreat huku kwa nyumba, na vile anatreat huyu mtu, lazima nifuatilie mzuri. You know? I see her treating me in the house, and now he's treating the pastor. There must be something cooking here. But if you treat him well, Lakini ukikaa naye vizuri, even if he's not born again, hata kama hajaokoka, he sees the manner you treat him, anaona vile unakaa the naye, way you handle him. vile unamshughulikia. Say, wow, Sema wow. where did you learn this? Hii mambo ulifunzwa na nani, wapi, lini? In church. Huko kanisani. I will go to that your church. Hiyo church taenda. I will go to that your church. Nitaenda kwa hilo kanisa lako. But if he sees funny things, Lakini akiona mambo ya maajabu, and then you tell him, get born again. alafu unamwambia okoka. If you don't want to get born again, Kama hutaki kuokoka, forget about him. nisahau. Is it by force? Kwani ni kwa nguvu. Wokovu ni kwa lazima. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tuko pamoja. Are we together? And last Sunday I told you, Na Jumapili iliyopita niliwaambia, I have to repeat this again. lazima nirejelee hili tena. Christian life Maisha ya Ukristo need discipline. yanahitaji Spiritual discipline. nidhamu ya kiroho. That is the secret Hiyo ndio siri to walking with God. ya kutembea na Mungu. That's the secret. Hiyo ndio siri. If you reject that, Ukikataa hiyo,
you destroy your own house. basi utavunja nyumba kwa mikono And then you yako become mwenyewe. a complainer. Alafu unakuwa mtu wa kulalamika. On the other hand, Upande ule mwingine, talking about men, tukiongea kuhusu wanaume, I want men to know, nataka wanaume mjue hivi. in God's plan, Katika mpango wa Mungu, a man mwanaume is a father. ni baba. A man is a father. Mwanaume ni baba. A husband is the father. Mume ni baba. When you marry that woman, Wakati ulioa ule mwanamke, I married my wife ulioa mke wangu in Lubumbashi, kule Lubumbashi, and then I took her na alafu nikampeleka in Mbujimai, mahali panaitwa Bushimile. around 1,000+ kilometers. Ni kilomita nyingi sana. I went to live with her there. Kaenda kukaa na yeye. Because if you go by train, Kwa sababu it takes you 3 days. ukienda kwa gari la moshi ni siku 3. It's very far. Mahali mbali sana. So we went there Wakati tulienda kule and asked Jael na umuulize Jael secretly, siri, kwa siri tu, always, siku zote I will walk holding her hands. tembea nikimshika kwa mkono. Wherever I go, Mahali ambayo naenda I hold her hands. namshika mkono, I will protect her. nitamlinda. I made sure she feels that I'm there for her. Na hakikisha kwamba anahisi ya kwamba mimi niko pale kwa niaba yake, kwa sababu yake. A woman wants security. Mwanamke anataka ulinzi, She wants to feel that she's protected. anataka kuhisi ya kwamba amelindwa, She's secured. ya kwamba ako na ulinzi, She wants to feel there is somebody there for her. anataka kuhisi ya kwamba kuna mtu pale kwa sababu So you yake. have to give that security. Lazima wewe mwanaume upeane ule And ulinzi. you cannot give that security by intimidating her. Na uwezi ukapeana ule security kwa You kumtisha give that tisha. security through love Ule ulinzi unapeana katika upendo and care. na kutunza. Point number 1, Kitu ya kwanza, show her that you are there for her. muonyeshe ya kwamba wewe uko pale kwa sababu yake. Show her that she's protected. Wacha aone ya kwamba wewe umemlinda. Do you understand? Tunaelewana? That's point number 1. Hiyo ni kitu ya kwanza. Protect her. Mlinde, Be there for her. kuwa pale kwa niaba yake ama kwa sababu yake. Now, when I talk about protection, Wakati naongea kuhusu ulinzi, I mean maana yake handle her well. mshughulikie vyema The way you handle her. vile unamshughulikia. Don't handle her like this. Katika magumu Handle with care. mshughulikie vizuri, Knowing that she's fragile. kijua kwamba hiki ni chombo kidhaifu. Did I write the Bible? I didn't write the Bible. Sikuandika Biblia. Ndio You hiyo. can tell her, Unaweza mwambia I'm handling you. Hapana. Handle with care. mshughulikie katika upendo. So if you handle her with care, Ukiweza kumshughulikia katika kujali, she feels protected. anahisi ya kwamba amelindwa. Point number 2, Kitu ya pili, don't try, usijaribu not even in a dream, hata katika ndoto to raise your hand ya kuinua mkono wako against your wife. kinyume na mke wako. Don't try. Usijaribu. It's a taboo. Hii ni mwiko. No matter what happens, Haijalishi ni kitu gani ambayo imetokea, no matter the problem, haijalishi ni shida gani imekuja, never, usijaribu. I say even in a dream, Nasema hata katika ndoto don't try. usijaribu. Can I hear a good amen? Sinisikia amen mzuri. Point number 3, Na ya tatu, work for your family. fanya kazi kwa ajili ya familia yako. I say work for your family. Nasema fanya kwa bidii kazi kwa ajili ya familia Because yako. God expects you to do that. Kwa sababu hiyo ndio Mungu anatarajia kutoka kwako. Work. Fanya kazi kwa bidii. Work hard. Fanya kwa bidii. Work hard. Fanya kazi kwa bidii. Make sure Hakikisha your people cannot go hungry. watu wako hawatalala njaa, They eat well. wanaikula vizuri, They feed well. wanakula chakula kizuri. And if you take good care of her, Na ukiweza kumchunga, you go out there for work, unaenda pale kufanya God kazi, will bless you. Mungu atakubariki. God will give you work. Mungu atakupatia kazi. Hallelujah. Hallelujah. Whatever you do, wanawake wana baraka ile wanaume hawana. Women Do you have the understand? blessing that men do not have. Yes. Women have a blessing that men do not have. Kuna baraka ambazo ziko na wanawake ama wamama ambao wanaume hawana. They are very special to God. Hizi ni hawa ni watu speciali sana kwa Mungu. Because God fight for them. Kwa sababu Mungu ndiye anawapigania. Do you understand? Are we together? Wewe umewahi kusikia Biblia inasema God is fighting for the wanaume ni widower. Widower. Wewe umewahi kusikia Biblia inasema God is fighting for the widowers. Inasema God is fighting for the widow. For the widows. Ama namna gani? Ni vile. And the orphans. And the How about the orphans. widowers? Wanaume nao wako wapi?
Because in Kungulume, even when you are alone, the wife is dead, you work, take care of yourself. You are a man. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Wanaume hapana kunichukia. What did I write the Bible? Look at you. What I'm telling you is what is in the Bible. Nawaambia kitu ambacho kimeandikwa katika Biblia. Can we say amen? Siseme amini. So handle your wife with care. Mke wako Point number 4. upendo. Point number 4. Ya 4, Take care of your woman in terms of clothing her, in terms of feeding her. There are men, if you see your wife comes out with a new robe, new clothes, you don't even ask, where is it coming from? Because you never buy for her. hakikisha ya kwamba umemshughulikia mke wako katika hali ya mavazi. Usione siku moja amekuja na vazi jipya na unaaibika kumuuliza imetoka wapi, kwa sababu wewe hujainunua. You cannot ask because you never buy for her. Utaaibika sana. You will only ask if you do buy. Lakini kama wewe ni mtu wa kununua, utaweza kuuliza. Is it not true? Si ni kweli? Is it not true, Si ni man? kweli? If you don't buy Kama ununui and you never buy, na hujawahi nunua, she buys for herself. basi yeye anajinunulia. So when she's in the green, Wakati amevaa nguo just ya look, oh. kijani, You can't even tell her you are smart because you didn't buy. hata kumwambia kwamba unapendeza unashindwa kwa sababu hukununua. When she put on red, Akivaa ya nyekundu you don't care. hata ujali. So, Nasema maybe she even follows you. pengine hata anakufuata. Look the way, am I looking okay? Look at, Unaona niko sawa. hey, you You are okay. You are okay. Let's You are go. okay. Niko sawa, twende. Bwana asifiwe. Praise the Lord. So, in Resurrection Temple, Katika kanisa ya Resurrection Temple we want to change our society. tunataka tubadilishe Can jamii we yetu. say amen? Tunaweza sema We amen. want to change our society. Tubadilishe jamii yetu. We want to have a church Tunataka tuwe na kanisa where God is moving in a mighty way. ambao Mungu anatembea katika njia kubwa sana. Families that are strong, Familia ambazo ziko thabiti. even our children, Hata watoto wetu they shall be strong watakuwa thabiti in the name of katika jina la Jesus. Yesu Kristo. Families that are established, Familia ambazo zimethibitika, even our children hata watoto wetu shall be established. watakuwa wamethibitika. A united house Kanisa, nyumba ambayo imeunganika will pamoja, always succeed. siku zote itafaulu. I tell you, you succeed. Nawaambia ukweli, itafaulu. If you have a situation, Kama kuna hali ambayo imetokea, you come together, kuja pamoja, you hold hands, mnashikana mikono and you pray, na mnaomba, God will answer Mungu atawajibu because you are united. kwa sababu mko pamoja. Every man Kila mtu who knew that you had an issue ambaye anajua alikuwa na tatizo with your wife, na mke wake, or you have been cheating on her, kama umekuwa ukifanya mpango wa kando, or the wife cheating on her husband, kama mke ndiye ako na mpango wa kando, stop it today leo ikome na ikome kabisa, because God has spoken. kwa sababu sasa Mungu ameongea. If you continue that, Ukiendelea hiyo, you are on your own. sasa uko peke yako. Let me repeat again. Narudia ili tangazo tena, If you are here, kama uko hapa, you are a husband, wewe ni mume and you know na unajua vizuri that you have been cheating ya kwamba umekuwa na on mpango your wife, wa kando, stop it today. ikome saa hizi. And if you are a woman, Na kama wewe ni mwanamke, you know well unajua vizuri you have sana been cheating on your husband, umekuwa ukimdanganya mume wako, stop it now uikomeshe sasa, because God has spoken. kwa sababu hii ni Mungu ameongea. If you don't listen, Kama utanisikia sasa, you are on your own. sasa uko kivyako. Saul Sauli was given akapatiwa the green light akapatiwa to kibali prosper, ya to kufanikiwa, succeed, ya kufaulu, to become powerful. akuwa mtu wa nguvu, But lakini he went to beg alienda kuomba because of lack of spiritual kwa discipline. sababu ya kukosa nidhamu ya You kiroho. shall be above. Wewe utakuwa juu, You shall be the head utakuwa kichwa and never the tail. na sio mkia, In the name of katika Jesus. jina la Yesu Kristo. God has created you Mungu amekuumba for success. kwa sababu ya ufanisi, And success na ufanisi you will get utaupata in Jesus' name. katika jina la Yesu Kristo. All your past, Mambo God ya has kale, put aside. Mungu ameiweka kando. You start a new life today. Anza maisha mapya leo. A new page of your life start today.
Mwanzo mpya wa maisha yako umeanza leo. Lift up your hands. Inua tu mikono I want you yako. to bless the Lord. Nataka umbariki Bwana. Just worship Him Mwabudu huyu Mungu. because He loves you Kwa sababu anakupenda. and He has a wonderful plan for your life. Mpango mzuri kwa ajili ya maisha yako. Father, we thank you in the name Baba, of tunakushukuru Jesus. katika jina la Yesu Kristo. Your plan is good. Mpango wako ni mzuri. The plan of good health, Wa afya the njema. plan Mpango of prosperity, wa ufanisi. the plan Mpango of long life, wa maisha marefu. the plan, oh God, that you have for your people, that they shall be the head Ya kwamba atakuwa and kichwa never the na tail. wala sio mkia. This day, Siku ya I leo bless your people. nabariki watu wako. This day, Siku ya I leo make a declaration nafanya tangazo in this holy place. katika mahali hapa patakatifu. Wherever your people go, Mahali watu wako wataenda they shall prosper watafanikiwa in the name of katika Jesus. jina la Yesu Kristo. They shall find favor Watapata kibali wherever they enter. mahali ambao wataingia. Favor shall be their portion Kibali kitakuwa sehemu yao in the name of katika Jesus. jina la Yesu Kristo. God of the Bible, Mungu wa Biblia, these people, hawa watu they have projects wako na miradi they have been praying for ambao walikuwa wanaombea many kwa years. miaka mingi. Today, Leo I unlock nafungua every project kila and biashara every door that was na closed kila mlango ambao ulikuwa in umefungwa the name of katika Jesus. jina la Yesu Kristo. Son of God, Mwana wa Mungu, time has come, oh God, wakati umefika Bwana, as you said to Saul, vile ulimwambia Sauli, when these signs are fulfilled, wakati ishara hizi zote zitakapotimia, as your signs have been fulfilled in this house vile today, ishara zako zimetimia siku ya leo hapa, whatever this brother will do, chochote hiki ndugu atafanya, whatever this sister will do, chochote huyu dada atafanya, give them success, oh God. wapa ufanisi Mungu, Give them success. wapa ufanisi, Give them wapa success. ufanisi, Give them wapa success. ushindi, Give them success. wapa ushindi In the name of katika Jesus. jina la Yesu Kristo. Every sickness Kila magonjwa in anybody in this place, kwa yeyote mahali hapa, you sickness, wewe ugonjwa, with the authority kwa mamlaka have been given ambayo nimepatiwa by the Lord na Jesus, Bwana wetu Yesu Kristo, I command you na kuamurisha out of this body. nje umwili, Get out potea, enda in the name of katika Jesus. jina la Yesu Kristo. I declare healing Natangaza uponyaji and total complete healing. na uponyaji kamilifu. God has given you power Mungu amewapa nguvu and He is with you. na ako pamoja nanyi. Stand firm, Simama imara and whatever you do, na chochote ambayo unafanya, God shall command Mungu ataamurisha success ufanisi to come your way. ukuje njia yako. Failure Kuanguka shall never be your portion haitakuwa sehemu yako, because failure kwa sababu kushindwa is already behind you. iko nyuma yako, It's not ahead of you. haiko mbele yangu. You have already passed failure. Nishapita hata kushindwa, That's why you cannot fail. kwa sababu huwezi ukashindwa. Don't even think of failing, Usifikirie hata kushindwa, but start thinking lakini anza kufikiria on how to handle success. jinsi ya kuweza kushughulikia ushindi. Shangwe kwa Baba, shangwe kwa Baba, uketie enzini Bwana, usifiwe leo, usifiwe leo. Shangwe kwa Mwokozi, shangwe kwa Mfalme, uketie enzini Bwana, usifiwe leo.